tutasimama kutetea maisha yetu yasidhulumiwe. Unafikiri ni kuambia jeraha limetoka namna hiyo, alafu lina njaa kali, alafu lina tundu, wewe unaweza kuhisi nini? Kwa kiprofessional, yeye anauliza kiprofessional, mimi ingamuuliza, ingamjibu kama nilivyohisi mimi na nilivyoelewa, ni kwamba ni risasi. Kifo cha Aquilina Aquilini, risasi iliyokatiza ndoto za mwanafunzi asiye na hatia. Ilikuwa Ijumaa tarehe 16 Februari mwaka 2018 jijini Dar es Salaam. Kulikuwa na hali ya tahadhari kutokana na mvutano uliohusiana na uchaguzi mdogo wa Kinondoni. Wafuasi wa Chadema walikuwa wakifanya maandamano huku jeshi la polisi likijaribu kuyazuia maandamano hayo. Lakini mbali na mvutano huo, kulikuwa na msichana mmoja mwenye ndoto kubwa za maisha. Jina lake lilikuwa Aquilina Aquilini, mwanafunzi wa mwaka wa kwanza katika Chuo cha Taifa cha Usafirishaji NIT. Baada ya kumaliza shughuli zake chuoni, alipanda daladala akielekea nyumbani. Hakushiriki maandamano, hakuwa na silaha, wala hakuwa sehemu ya mgogoro uliokuwa ukiendelea. Ndani ya dakika chache, milio ya risasi ilianza kusikika. Abiria ndani ya daladala walijaribu kujificha. Hofu ilitanda. Kisha risasi moja ikampiga Aquilina Aquilini. Madaktari baadaye walithibitisha kuwa risasi iliingia upande mmoja wa kichwa na kutoka upande mwingine. Jeraha hilo lilikuwa kubwa kiasi kwamba hakuweza kunusurika. Kifo chake kilisambaa kwa kasi nchini, kikageuka kuwa moja ya matukio yaliyotikisa Tanzania kwa mwaka 2018. Uchunguzi ulioacha maswali. Baada ya tukio hilo, rais wa wakati huo, John Joseph Pombe Magufuli, alitoa salamu za pole kwa familia na akiagiza vyombo vya dola kufanya uchunguzi wa kina ili wahusika waweze kuwajibishwa. Jeshi la polisi lilitangaza kuwashikilia askari 6 kwa ajili ya mahojiano, huku askari wengine kadhaa waliokuwa eneo la tukio pia wakichunguzwa. Hali hiyo iliwapa wengi matumaini kuwa ukweli ungelibainika. Hata hivyo, miezi kadhaa baadaye, polisi walieleza kuwa hawakupata ushahidi wa kutosha kubaini ni nani aliyefyatua risasi iliyomuua Aquilina Aquilini. Askari waliokuwa wanachunguzwa waliachiwa na hakuna mtu aliyefikishwa mahakamani kwa kosa la mauaji hayo. Kauli hiyo ilizua maswali mengi kutoka kwa familia, wanaharakati wa haki za binadamu na sehemu ya umma. Familia iliendelea kuhoji ni nani aliyebeba jukumu la risasi iliyokatiza maisha ya binti yao. Mpaka leo kifo cha Aquilina kinabaki kuwa moja ya matukio yanayokumbukwa sana katika historia ya Tanzania. Kile kilichoanza kama safari ya kawaida ya kurudi nyumbani kiligeuka kuwa mwisho wa ndoto za mwanafunzi mchanga, huku swali kuu likiendelea kubaki: ni nani aliyefyatua risasi iliyomuua Aquilina Aquilini? Kwa mujibu wa taarifa rasmi zilizowekwa hadharani, swali hilo halijapata jibu la mwisho. Mimi naitwa Ibrahim Rajab, call me Boldansa, na hii ni Global TV. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.